Kwenye hili swala la Simba na Yanga ni swala ambalo watu wengi pia hamlijui vizuri kwa sababu ya namna ambavyo watu wanatafsiri kanuni. Kuna watu ambao hawajui kutafsiri kanuni lakini wanazungumza kanuni. Unajua moja ya vitu ambavyo vipo kwenye kanuni kwamba klabu ambayo itakaidi maagizo ya bodi ya ligi itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au kushushwa daraja. Hiyo ni kanuni ambayo watu hawaizungumzi sana lakini kanuni ambayo inaweza kuwafanya Young Africans kitu kibaya. Kwa sababu baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa ya kuahirisha mchezo, walichokifanya Young Africans ni kutoa timu yao kambini na kuipeleka uwanjani Benjamin Mkapa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo. Wakiwa wanajua kabisa kwamba mchezo umeahirishwa na hakuna officials yoyote ambaye yuko uwanjani kwa ajili ya kufanya ukaguzi ili mchezo uweze kuendelea, kwa sababu ili mechi iendelee hata kama mpinzani wako hayupo ni lazima lile jopo zima la waamuzi liwepo uwanjani lifanye ukaguzi, na kwa sababu jopo la waamuzi alipo uwanjani kufanya ukaguzi manake huo mchezo hautambuliki. Na kama mchezo hautambuliki na wewe umepeleka timu uwanjani ikiwa unajua kabisa kwamba mchezo umeahirishwa, maana yake umekaidi agizo la bodi ya ligi. Na kanuni nasema hivi, naomba niirudie. Timu yoyote ambayo itakaidi agizo au maagizo ya bodi ya ligi itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au kushushwa daraja, na ndio kitu ambacho kinaenda kuwakuta Young Africans. Baada ya mchezo kuahirishwa, wao walipaswa kukaa nyumbani na kusubiri tarehe mpya ya mchezo ipangwe waende kucheza mechi ambayo imepangwa kwenye tarehe nyingine. Lakini kitendo cha wao kutoka kwenye hotelini au kwenye kambini kwao na kwenda uwanjani kwa ajili ya mchezo ni kukaidi maagizo ya bodi ya ligi, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Hiyo ni kanuni ambayo watu wengi hawaitazami kama inaweza kwenda kuathiri Yanga, lakini ukweli ni kwamba ni lazima Yanga atapigwa faini ya shilingi milioni 5, na kama atakaidi kwenye hiyo milioni 5 maana yake uwezekano wa kushushwa daraja pia upo au kuondolewa kwenye ligi. Oniwichi ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu Yanga wamevunja kanuni. Na kama umemsikiza vizuri Wallace Karia jana amesema wale wote ambao wanaleta sinema kwenye mpira wataondolewa kwenye mpira. Sasa leo hii Young Africans ikishushwa daraja au ikiondolewa kwenye ligi, maana yake ni kwamba wanachama wa Young Africans hawatakubaliana na hicho kitu. Lazima viongozi ambao wako madarakani kwa sasa hivi, kwa maana Engineer Harris na Arafat Haji na viongozi wengine, wataondolewa madarakani na wanachama. Unajua TFF au bodi ya ligi haina uwezo wa kuondoa viongozi wa Young Africans, lakini wanachama wa Young Africans ndio wenye uwezo wa kuwatoa viongozi wao kwa sababu wamewaingiza madarakani kwa kuwapigia kura. Manake wanachama pekee ndio wenye uwezo wa kuwatoa viongozi madarakani, lakini TFF na bodi ya ligi wao wana mamlaka ya kuiondoa timu kwenye ligi kama imevunja kanuni, na kuitoza faini kama imevunja kanuni, na kuishusha daraja kama imevunja kanuni. Sasa Young Africans wao wamevunja kanuni baada ya kukaidi agizo la bodi ya ligi, kwa hiyo wanastahili kupata adhabu, na hiyo ni lazima watatozwa faini ya shilingi milioni 5 au waondolewe kwenye ligi au washushwe daraja. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanavojadili hizi kanuni inabidi waelewe pia kwamba kanuni sio kanuni moja inaenda kuamua matokeo fulani, ila kuna kanuni zinasaidiana, kwamba kuna kanuni A, kuna kanuni A inashikiliwa na kanuni B inashikiliwa na kanuni C. Kwa hiyo kila kanuni ina maana yake na ina adhabu yake. Kwa hiyo hilo nataka kuliweka sawa ili watu pia waelewe, kwa sababu nimeona watu wengi wanasema Yanga hatapigwa faini si hata nini. Yanga atapigwa faini ya milioni 5 au kuondolewa kwenye ligi au kushushwa daraja kwa sababu amekaidi maagizo ya bodi ya ligi. Lakini swala lingine ni issue ya Simba. Kilichowasaidia Simba au kinachosababisha Simba wasipigwe faini yoyote au wasikutane na adhabu yoyote ni kwa sababu taarifa ya bodi ya ligi iliwaondolea Simba makosa. Yaani baada ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo, ile ilipelekea moja kwa moja kufuta makosa ya Simba, kwa sababu kanuni ya kitu ambacho kinasababisha Simba wapigwe fine ni kugomea mchezo au kutishia kugomea mchezo. Sasa ile ilikuwa inapelekea Simba waweze kupigwa fine, lakini kwa sababu masaa kadhaa mbele bodi ya ligi ilitoa taarifa ya kuahirisha mchezo, automatically imefuta ile adhabu kwa Simba kwamba kwa sababu tayari mchezo umeahirishwa. Manake walichokifanya Simba ni kutii mamlaka, kwamba baada ya mchezo kuahirishwa hawakutaka tena kubishana na mamlaka sijui kupewa maelekezo na nini. No, wao wametulia ili wasubiri tarehe nyingine ipangwe waende uwanjani.
Kwa hiyo hapo ndipo ambapo Simba wamejiondoa kwenye makosa ama wamejiondoa kwenye adhabu yoyote ambao wangepewa na bodi ya ligi. Lakini kama bodi ya ligi wasingeahirisha mchezo, maana yake Simba angepigwa faini na yeye kwa sababu aligomea mchezo au alitishia kugomea mchezo. Maana yake angepigwa faini kwa upande wake na kanuni zingine za kumwadhibu Simba zingefuata, ambao miongoni mwa hizo adhabu ambazo Simba angekutana nazo ni pamoja na kupigwa faini, lakini pia kupokwa alama 3 ambazo angepewa Young Africans. Lakini baada ya bodi ligi kuahirisha mchezo, maana kila kitu kilifia wapi? Pale. So hicho ni kitu ambacho nilitaka pia kuwaletea muelewe kwamba kanuni zipo na kanuni zinapaswa kufuatwa. Wanaovunja kanuni wanapaswa kuadhibiwa. Kwa kitendo cha Young Africans kukaidi mpaka sasa hivi, yani mpaka sasa hivi Yanga anatakiwa kujua tayari wamelimwa milioni 5. Hiyo lazima watakuwa wamelimwa. Kuondolewa kwenye ligi ni kitu ambacho kinawezekana kwenye kanuni. Tunasubiri kuona mwongozo wa bodi ya ligi, na kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba tayari bodi ya ligi wamewaandikia Yanga barua kwamba hawatapata alama 3 za mezani kwa sababu hapakuwepo na officials wowote yoyote uwanjani ambaye angeweza kwenda kufanya ukaguzi kwa wachezaji wa Young Africans. Lakini pia mchezo uliahirishwa na wao walienda uwanjani ikiwa tayari mchezo umeahirishwa. Kwa hiyo hakuna faida yoyote ambayo wataipata kutokana na ule mchezo wa tarehe 8 kwa sababu mchezo uliahirishwa mapema. Manake walienda uwanjani kwa sababu zao wenyewe ikiwa mchezo tayari hautambuliki. So ni hayo tu ambayo nimekuletea kwa siku hii ya leo, lakini endelea kubaki hapa subscribe channel ya Ngereza TV, utapata update mbalimbali na kila kitu kitaenda vizuri kabisa na mambo yataenda shwari kabisa. Utapata taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala ya uhamisho wa wachezaji kwa maana usajili, lakini pia uchambuzi wa mambo mbalimbali zikiwemo kanuni kama hivi ambavyo nakueleza. Kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri kabisa.